Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026 tumekutana hapa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye kwa mujibu wa sheria na ya kikatiba amewaachia huru wanafunzi 17 katika kuadhimisha sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa ujumla leo wanafunzi ambao wameachiwa huru ni 17, 11 wakiwa kutoka Unguja na wanafunzi 6 kutoka Pemba. Kati ya hao 11 kutoka Unguja yumo mmoja mwanamke, lakini vile tunao wanafunzi 3 ambao ni raia wa kigeni. Kwa hiyo wanafunzi hawa kwa mujibu wa taratibu na kanuni tutawaachia leo hii muda huu asubuhi, na muda mfupi kutoka hapa tutawaruhusu kuendelea na shughuli zao mitaani. Ingawa kwa utaratibu tu tunapaswa tuwaambie maneno mawili matatu ya kutoka nayo hapa. Moja, tunawapa ushauri kwamba waende wakaishi na jamii kwa tabia njema, kwa murwa, lakini pia kwa kutoleta bugudha na shida. Lakini zaidi wajiepushe na yale ambayo waliwaleta ndani, kwa maana wasirudie makosa waliyotenda, lakini pia wasifanye makosa mapya. Lakini vile tuiase jamii au tuiombe jamii iwapokee, kwa sababu sasa hivi hawa si wahalifu tena, ni watu ambao wameshapata mafunzo ya kuishi na jamii, wameshapata uelewa, wameshakuwa watu wema kabisa. Kwa hiyo wasiwatenge na kuwatupa, kwa sababu wakiwatenga na kuwatupa wanaweza kurudia tena kwenye makosa. Sasa tubakia vile ni kama mzunguko tu, leo nje kesho ndani. Kwa hiyo wawapokee katika taratibu wa kuwapa msamaha watu hawa. Wengi wao walifanya makosa haya ambayo si makosa makubwa, isipokuwa wapo ambao walifanya makosa makubwa lakini wameshakaa miaka mingi sana gerezani. Kuhusu raia wa kigeni, hawa ni raia wa Burundi na walipata makosa ya kuishi nchini bila ya kibali. Kwa hiyo wameachiwa ili waweze kwenda nchini mwao kwa ajili ya kufanya taratibu zao za kimaisha. Kwa sasa niseme tu kwamba hatuna mrundikano ndani ya vyuo vya mafunzo. Idadi hii tulionayo kilinganisha na majengo tulionayo Unguja na Pemba mjini na mashamba, wana nafasi ya kuishi kwa nafasi nzuri bila ya msongamano katika vyuo vya mafunzo. Heri Kombo Hamadi, namshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha siku ya leo na kupata msamaha, na siku ya leo sitasahau katika maisha yangu, kwani naona kama nimezaliwa upya. Namshukuru kamishna chuo cha mafunzo kwa kunipendekeza na kupata msamaha kutokana kwa Mheshimiwa Rais. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kunipa msamaha huu. Najisikia faraja sana, kwani nimetengana na familia yangu karibu ni miaka 26. Kwa maana leo narejea nyumbani, nashukuru sana tena sana. Namshukuru sana Rais wa Zanzibar. Mafunzo haki za msingi tunazipata, kuja katika matibabu tunapata matibabu, kutokana na maradhi yako unapata matibabu kipasavyo. Nikitoka hapa napelekwa Mnazi Mmoja katika hospitali ya rufaa napata matibabu. Kwa hilo nashukuru sana, hakuna usumbufu kutoka kwangu. Kwa mfano kwa wengine kwenda kwa nasaha huko nje, ili waache matatizo kutumia madawa kulevya, kwani yanaharibu akili, yanakupa kufanya makosa sio tegemea yote. Lakini nashukuru nimejifunza fani ya kushona, fani ya kufuma vikapu. Kwa hiyo nashukuru sana, na pia naomba jamii inipokee, maana nishakuwa raia mwema, nimejifunza. Na pia nashukuru sana Mheshimiwa Rais na chuo cha mafunzo. Niwatoe hofu, nitaenda kutekeleza vizuri kwa sababu nimejifunza vyema na nina fani nyingi za kufanya kutorudia makosa haya. Na washauri wanajamii, Wanatanzania wenzangu kuwa tukae vizuri, tujifunze vitu ambavyo tunavyo. Kazi zipo nyingi, biashara zipo nyingi za kufanya. Kwa hiyo tujikite kwenye biashara zetu na tusifanye maovu ili tuepuke mkono wa sheria.